Freeman Aikael Mbowe amezaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1961. Ni mwanasiasa Mtanzania, mwanachama na mwenyekiti mstaafu wa chama cha kisiasa cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Alichaguliwa tangu mwaka 2000 hadi mwaka 2020 kuwa mbunge wa jimbo la Hai lilopo mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa mmoja wa waasisi wa Chadema mwaka 1992. Mbowe anafahamika kuwa mpangaji mahiri wa mikakati na hivyo kumfanya kuwa mmoja wa viongozi wa juu kabisa wa siasa nchini. Mnamo mwaka 2005 Mbowe aliwania urais wa Tanzania kupitia chama chake cha Chadema na kuambulia 5.88% ya kura zote. Mnamo Julai 2020 alikamatwa pamoja na wanachama wengine 10 waliondoka kwenda Mwanza ambapo walikuwa wakipanga mkutano wa kudai katiba mpya. Tarehe 4 Machi 2022 mashtaka yote dhidi yake yalifutwa na kuachiwa huru. Mtazamaji, huyo ni Mbowe, na leo nimeamua kukufungulia kurasa zinazomhusu Freeman Mbowe ndani ya Kiswahili TV. Usiache kusubscribe. Karibu na usikilize. Jina Freeman Mbowe ni maarufu katika siasa na kidogo kwenye biashara. Lakini ukimsikiliza mwenyekiti huyo wa Chadema akizungumzia maisha yake, unabaini kwamba kuna upande wake mwingine usiofahamika. Akizungumzia maisha yake hatua kwa hatua, alipohojiwa na Tundu Lissu, makamu mwenyekiti wa chama hicho, Mbowe ameeleza mambo mbalimbali aliyopitia, ikiwemo alivyotimuliwa ofisini na aliyekuwa naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, Bob Makani. Akaamua kuacha kazi moja kwa moja BOT. Mzee Makani akasema, "Unaona ule mlango? Nikiinuka hapa nisikuone." Kweli niliondoka nikiwa na hema kwa nguvu. Nikafika kwa sekretari wake, akaniuliza, "Mbona una hema?" Nikamwambia nilichokutana nacho huko hapana. Hiyo ndiyo siku niliondoka Benki Kuu, sikurudi tena, alisema Mbowe, akieleza alivyotimuliwa BOT na Makani mwaka 1986. Ilikuwaje mpaka Mbowe kufanya kazi katika Benki Kuu ya Tanzania BOT? Ilikuwa hivi. Mbowe alisema alianza katika BOT April mwaka 1982 akiwa ofisa wa benki katika idara ya fedha za kigeni, ikiwa ni ajira za moja kwa moja kwa wahitimu wa kidato cha 6 na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa katika kambi za Ruvu na Lugalo. Familia ya Freeman Mbowe inatajwa ni moja kati ya familia zenye utajiri mkubwa nchini Tanzania. Swali ni je, ukiachana na siasa, familia ya Freeman Mbowe inajihusisha na shughuli gani zingine? Mbowe na rafiki yake Martin Omari mwaka 1985 walianzisha biashara ya kuvua na kuuza samaki nje ya nchi. Tukaunda kampuni ya FM Export, Freeman and Martin Export. Ilikuwa mwaka 1985. Ilikuwa ngumu wakati huo kwenda kukamata kamba coach wanaopatikana kwenye miamba ya bahari na kusafirisha. Nikaingia rasmi kwenye uvuvi, nikanunua boti kwenda kuchukua prawns. Kuna eneo lililokuwa linaitwa Mwamba Mkuu, tunakwenda na boti mpaka Nyamisati. Ilikuwa boti ya engine moja, tunakwenda mpaka Mafia. Tunachukua samaki aina ya kamba, tunazisindika na kusafirisha nje ya nchi. Wakati huo soko kubwa ni Botswana, baadaye Oman na Spain, alisema pia biashara iliyofanyika ilikuwa ni kuuza matunda nje ya nchi, akilitumia shirika la ndege la Gulf Air. Nyerere na familia ya Mbowe. Akirejea maisha yake ya awali, Mbowe alisema baba yake alikuwa mfanyabiashara maarufu kabla hata Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961, na alikuwa na ushawishi mkubwa kwa utawala wa jadi wa mikoa ya kaskazini. Mzee Mbowe alikuwa na umashuhuri katika mikoa ya kaskazini ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Alikuwa na uhusiano wa utawala wa kiasili kuanzia Mangi, Maruma, Warombo, Mangi, Shangari, Wamachame. Alikuwa karibu nao kutokana na umashuhuri wake, alisema.
Katika mazingira hayo, alisema baba yake aliweza kushawishi watawala hao wa jadi kuikubali TANU na kuunga mkono mapambano au uhuru. Mzee aliingia kwenye siasa akiwa rafiki mkubwa wa Kambona Oscar na baadaye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wengine waliokuwa wakipigania uhuru. Mzee pia alikuwa amewekeza Dar es Salaam, wakati huo ukiitwa mkoa wa Pwani. Alisema Nyerere alimsaidia kununua gari nje. Kutokana na ukaribu kati ya baba yake na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mbowe ameeleza jinsi alivyolazimika kumtumia kiongozi huyo ili kupata kibali cha kuagiza gari lake la kwanza nje ya nchi. Sasa wakati ule mimi naanza biashara zangu, gari yangu ya kwanza kuingia ilikuwa BMW 520i. Wakati najaribu kuingiza gari yangu ya kwanza, nilikwama kibali. Basi baba, kwa kuwa alikuwa na ukaribu na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akamtafuta akamwambia, mwanangu anataka kuingiza gari. Akasema mpeni Mbowe kibali. Amesema alizaliwa kijijini Machame na kubatizwa Disemba 9 mwaka 1961, siku ya uhuru wa Tanganyika. Alisoma shule ya msingi Lambo mkoani Kilimanjaro kuanzia shule ya awali hadi darasa la 7 mwaka 1975. Mwaka 1976 nikaenda kusoma shule ya sekondari Kolila, na nilipofika kidato cha pili alihamishwa shule ya sekondari Kibaha. Nikasoma mpaka mwaka 1979. Wakati huo vita ya Kagera inampamba moto, na nikaondoka hapo nikachaguliwa kuendelea na kidato cha 5 shule ya sekondari Ihungo Kagera. Amesema kutokana na hofu ya vita hiyo, amesema mama yake alitaka asiende mkoani Kagera na alikuwa ahamishwe shule ya sekondari Naki, ambako pia mchepuo uliokuwa ukisomwa wa historia, jiografia na uchumi HGE ulikuwepo, lakini baba yake akakataa. Baba akasema kama wenzake wamekwenda kusoma huko na kama ni vita basi imkute huko. Basi nikaenda huko uwanja wa vita Ihungo, nikasoma Ihungo tukamaliza. Alitakiwa kwanza kwenda jeshi la kujenga taifa na alikwenda Ruvu JKT Pwani, na baada ya kumaliza mafunzo ya kuruta ndipo alijiunga na BOT. Wakati huo unajaza fomu ya kazi ukiwa kidato cha 6. Kazi ya kwanza niliyojaza ni kwenda benki kuu, kazi ya pili mambo ya nje, kazi ya 3 sikumbuki. Alisema hiyo ni historia ya Mbowe kiufupi. Mtazamaji, ulikuwa nami G Venga hapa. Ukipenda niite Mgoni kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usiache kuendelea kuwa mwanafamilia wetu wa kila siku ndani ya Kiswahili TV kwa kusubscribe, like na kucomment.